Mtazamaji wa Misalaba Media, tumepoa kinyamwezi kabisa. So moja kati ya vitu vikubwa sana sisi Misalaba Media ni kuhakikisha tu ya kwamba tunakusogezea interviews, lakini pia mastori mengi sana ambayo yanakuwa yana happen sana katika mitandao ya kijamii, si ndio? Na mazingira yetu ambayo tunakuwa nayo. Hope utakuwa poa sana. Kama kidogo unajihisi kwamba ni mnyonge, basi sisi tunakusanua hapa bana, unyonge huo utoe kabisa, ni au sio? Hakika. Leo bana tuna issue moja kuhusiana na 20%, moja kati ya msanii ambaye alipata umaarufu mkubwa sana kwenye game na still bado anaendelea kufanya poa sana, si ndio? Na juzi kati hapa kuna ngoma ambayo iliweza kuiachia inayokwenda kwa jina la Barua. Lakini ni moja kati ya msanii ambaye ana kipaji, moja kati ya msanii ambaye amefanya makubwa sana kwenye game ya muziki wa Bongo Flava, si ndio? Unaikumbuka ile ukizungumzia msanii ambaye amefanya vizuri kwenye reggae, muziki wa aina ya reggae ni 20%. Kabisa. Lakini pia kuna namna bwana alizoa zile tuzo za Kilimanjaro Music Award, tuzo 5. Of course zimekuwa ni moja kati ya tuzo ambazo zimempa umaarufu mkubwa sana, si ndio? Sasa bwana, hapa juzi kati kulikuwa na issue moja kuhusiana na 20% na aliitwa Basata. So kwa sababu bwana sisi kazi yetu ni moja, tukaweza kubonga naye tuweze kufahamu pia ni kipi ambacho kilimfanya akaitwa Basata na ni kipi ambacho aliweza kuelezwa Basata. Bwana 20%, mambo ni aje ndugu yangu? Mambo poa ndugu, kwema huko? Bana kwema kabisa, ninaamini kabisa uko poa na harakati zinasonga mbele kama kawaida. Kabisa. Bana kuna issue moja ambayo juzi kati hapa ni uliitwa Basata bwana. Tungependa kuweza kufahamu ulikuwa ni wito wa nini, lakini pia baada ya kutoka hapo bwana ilikuwaje? Ulikuwa ni wito wa heri. Okay, labda tungependa kufahamu huo wito huo wa heri huo ulikuwa unahusiana na nini zaidi? Ulikuwa unahusiana na kurekebisha kazi zangu. Yaani upande wa hati miliki. Okay, ilikuwa na mambo mengine ambayo sio mabaya, ni mazuri tu, vitu vya kurekebishana na kuweka sawa. Okay, na baada ya kutoka hapo sasa ni kipi ambacho kiliendelea na walikuambia nini pia Basata? Kwa jumla wito wangu mimi Basata ni kama vile mzazi tu anavyomwita mtoto wake, kwa sababu wote tunajua kwamba wanamuziki, wasanii, waigizaji wote pale ni kama kwao. Na ingekuwa ni kiubaya wale wasingeweka mtandaoni. Ilikuwa tu ni mambo ya heri, sema tu watu walireact. Mimi sijawahi kuimba matusi wala sijawahi kuimba vitu ambavyo vina kasi kwenye jamii. Okay, lakini pia kipindi cha nyuma ulishawahi kuitwa Basata tena ama hii ilikuwa ni mara ya kwanza kuweza kuitwa? Hii ilikuwa ni mara ya kwanza. Okay, bwana 20, baada ya muda kidogo kupita umeweza kuachilia kazi mfululizo 2 ikiwemo Barua pia. Na tumeona kwa upande wa Barua nyimbo ambayo imeenda viral kwa sasa, tumeona upande wa YouTube ina viewers wengi. Unadhani hii inaweza kukusaidia kurudisha jina ambalo lilikuwepo zamani? Naweza nikasema ndio au sio au hapana, kwa sababu Barua sio ndio mwisho wa kazi ambazo zinaendelea. Tukiongelea YouTube basi maana YouTube account inapata nguvu kwa kazi. Sometimes inaweza ikawa ni kazi moja tu, lakini inategemea na wakati ambao unafanya hiyo kazi, watu walikuwa wanataka nini kwanza. Kwa upande wangu mimi nilikuwa nataka kunisikia kwanza nikiwa nimerudi, alafu ndo tuanze mambo mengine ya kuangalia benefit. Okay, lakini tumesikia kwenye mashairi ya Barua. Nilikuwa najiuliza hii Barua hii ilikuwa na lenga nini haswa? Yaani ujumbe wake ilikuwa ni nini? Barua ni kama barua ni barua ile imejibu barua ya Basata. Kwa hiyo kumbe ilikuwa inaenda kwa Basata. Barua ilikuwa ni kama vile majibu ya barua ya Basata, lakini vile mule kuna mashairi ambayo yanalenga Basata pia. Kwa kutumia kiongozi wao, waziri wa sekta husika. Na ikiwezekana hata kiongozi mkuu wa nchi inamlenga, kwa sababu
ndio malalamiko yanakoelekea. Okay, lakini pia kwa upande wa BASATA, kwa upande wako sasa tungependa kufahamu kuna namna mnapokuwa mnaitwa BASATA inakuwa inasaidia ama inakuwa inaongeza zaidi wasanii kutokuendelea kufanya vizuri? Hapana, inategemea tu unaitwa BASATA kwa sababu gani. Kama umeitwa BASATA kwa sababu ya muziki wa matusi inakushusha. Lakini kama umeitwa kwa sababu ya kujenga inakuweka pazuri, kwa sababu kuna vitu vingi wanamuziki hujua hawajui, hasa huko mliko nyinyi. Kuna watu wanapenda kuwa wanamuziki lakini hata hawajui, pengine hata hawajui kufika BASATA. Kwa hata hawajui na BASATA, lakini wakifika BASATA vile ambavyo hawavijui watapewa elimu ya kutosha, na baadhi ya vitu vingine ambavyo wao hawavijui kuhusiana na wao wenyewe, haki zao na mustakabali wa kazi zao, wote wanaweza kaambiwa. Okay, lakini pia 20% ulishawahi kutoa movie ambayo ilikwenda kwa jina la Furaha, na ni moja kati ya movie ambayo ilifanya vizuri kabisa. Hiyo kwa upande wako haijawahi kukushawishi kuingia kwenye tasnia ya movie moja kwa moja? Kabla ya kutoa hiyo movie ya Furaha iko wapi, mimi nilikuwa mwigizaji. Kwa hiyo yani movie imetokana na mimi kupenda kuigiza before ya kufanya hiyo movie. So lazima nitakuwa na movie nyingi tu ambazo zinakuja, ila hivi karibuni nawaahidi kuweza kuwatolea kama season kama 10. Okay. Okay. Lakini pia ningependa kukurudisha nyuma kidogo na tuweze kujikumbusha kidogo kuhusiana na wimbo wa Maisha ya Bongo. Of course ni moja kati ya wimbo ambao ukiusikiliza ndani yake kuna ujumbe ambao unalenga jamii kwa ujumla. Ni kipi ambacho ulikiona kwa upande wa Bongo? Naamini kabisa unapozungumzia Bongo uliilenga Tanzania kwa ujumla na si Dar es Salaam kwa ujumla. Nini haswa ambacho kiliweza kukusukuma mpaka ukaweza kuachia hii hapa ngoma ya Maisha ya Bongo? Maisha ya Bongo kwanza usiseme habari za Tanzania tu. Maisha ya Bongo ni nyimbo ya vijana sana, sio wa Tanzania wote. Kwa sababu mustakabali wa Maisha ya Bongo mule tunamwongea sana kijana cheki alipokaa, cheki maisha yake. Hata mimi mashauri yangu mengi naelekeza kwa huyo kijana, ikiwa na maana naanzia kuelimisha pale niliposimama mimi kuendelea mbele. Okay. Lakini kwa sasa tunaona kizazi kipya kimetawala sana kwenye masikio ya watu, lakini pia tunapokaa na kusikiliza ngoma zenu kuna namna fulani hivi tunakuwa tuna compare na kuweza kuona wasanii wa zamani bwana walikuwa wanafanya hiki, wasanii wa sasa hivi kuna kitu ambacho wanakifanya. Kwa mtazamo wako ni kipi ambacho kinatofautisha zaidi muziki wa zamani na muziki wa sasa hivi? Kila mtu ana shabaha yake. Maana wanamuziki ni wanadamu wa kawaida, kila mtu anaweza kuwa na shabaha yake. Unaweza kutoka na mtu mmoja kila siku unampitia nyumbani kwake, ile mnaenda msikitini au mnaenda wote kanisani, lakini ukadhani kwamba eti maombi yenu yanafanana. Unaweza kushangaa yeye miongoni mwa maombi yake ni kusababisha shamba lako mashaka na shida. Okay, bana tukiwa tunahitimisha, unawaambia nini sasa mashabiki wa 20%, lakini pia unawaahidi nini katika huu mwaka 2026 kwenye game? Mimi niwaahidi tu Mungu akipenda back to back. Wa movie, upande wa movie pia watapata, upande wa muziki watapata kama hivyo unavyoendelea kupata. Okay, na swali langu tu la kizushi kwa upande wako, kwa upande wa Bongo Movie, namna ambavyo umezungumza unatarajia kuweza kurejea, unatamani sana kuweza kufanya kazi na nani kwa upande wa uigizaji? Kwenye upande wa uigizaji, unajua waigizaji ni wengi pengine kuliko waimbaji. Kwa sababu movie moja inabeba watu karibuni hata 100. Hakika. Kwa hiyo waigizaji ni wengi sana, kumtaja moja hapa itakuwa ni uongo, lakini sana tutachukua wale wenye vipaji, lakini na wengine watakuwa ni wale wenye vipenzi vya watu. Okay, labda wakati umechili maskani ukiwa na washikaji, kwenye playlist yako kabisa yani, kwenye ngoma zako zile za kitambo na mpaka sasa hivi, ni ipi ambayo imekuwa ni favorite sana kwa upande wako? Yaani ukikana kuisikiliza hii unakuwa na enjoy zaidi? Ya Bongo au dunia? Yaani Bongo hata dunia pia kwa jumla. Bongo
Bongo Kayumba mama. Usielewa Bongo ni Kayumba, wimbo wa mama. Okay. Lakini kwa nje nyimbo nyingi za Ziggy Marley, Beach in Hawaii. Yeah, Love is my religion. Noma sana. Lakini pia swali la uzushi kidogo 20. Kitambo kidogo kimepita, uliwahi kuingia kanisani kama sikosei ilikuwa Arusha na ukaperform pale mbele. Kwa upande wako wewe, siku ya kwanza kuingia kanisani na kuperform tukaanza kusikiza ngoma zako, ulijisikiaje na ulichukulia kwamba wewe ni mtu wa namna gani kwenye sekta, kwenye nafasi ya muziki? Kwanza kuwa pale na watu wa dhehebu au imani tofauti na bado tukaongea lugha moja, ilikuwa ni nafasi nzuri au ilikuwa ni moment nzuri sana. Okay. Lakini kitu kingine kuhusiana na performance au wimbo wa tamaa mbaya uliochezwa pale kanisani, wimbo umeshaandikwa kwenye shule za msingi kwa mkono wangu mimi mwenyewe na kwa mikono ya walimu wao, lakini ushaandikwa kwenye shule za sekondari, hata kwenye mitihani ushaikuwa andikwa wimbo. Kwa hiyo ni wimbo ambao umenikutanisha na matabaka na aina tofauti za watu. Okay, bana, big time sana kwako, lakini pia naamini kabisa mshabiki popote pale ambapo anatufuatilia kupitia Misalaba Media, kuna vitu vingi sana ambavyo anahitaji sana kuweza kuvipata kutoka kwako. Big time sana mwanetu. Asante sana pia kwa time yako mwanetu. Sawa, sema kwa kumalizia tu watu waende kwenye akaunti zangu ambayo 20 Power. Pale ndio kuna ngoma zote ambazo zina mtiririko wa 20 Power. Okay. Kama utataka kusikiliza ngoma za 20%, kuna akaunti ambayo inaitwa 20% Music. Okay. Unaweza kanifollow kwenye mitandao yote ya kijamii. Okay, bora sisi tukushukuru sana, endelea kupata power, naamini kabisa mambo ni mazuri zaidi. Ama ni aje mwanetu? Asante sana, pamoja sana. Okay, bana, bila shaka tumesikia kutoka kwa 20% kwa kile ambacho umeweza kukizungumza. Ni msanii mkongwe, ni msanii ambaye mashairi yake bado yanaendelea kuwepo na kuna ngoma nyingi sana ambazo zimefanya poa sana, si ndio? Okay, na wakati na kuwa bwana, kuna baadhi ya ngoma nikizisikiliza za 20% ni ile ya maisha ya bongo. Yaani imegusa maisha fulani hivi ya Watanzania, si ndio? Yeye amezungumzia vijana lakini inagusa Watanzania wote kwa ujumla. Hakika. Mimi kwa 20%, of course 20% ni mtu ambaye ana nyimbo nyingi sana ambazo zina ujumbe wa kuelimisha jamii. Kwa kuna ile bangi si ndio, lakini pia Mama Neema, tamaa mbaya. Tamaa mbaya. Afu kuna ile sio ni nani alotaka kunitoa roho. Noma sana. Inaonekana bwana kwenye love. Usizungumzie sana au sio? Of course ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri. Kwa upande wangu mimi kiukweli, kwa mwanamuziki ambaye anafanya muziki wa reggae namba 1 20%. Cha muhimu tu ni kuendelea kumwombea azidi kusimama kwenye game, na mambo mengine azidi kuendelea, ule ukimya usiwepo tena. Kabisa. Bana, hii hapa ni Misalaba Media kama kawaida. Kazi yetu sisi ni moja tu, kukusogezea moja kati ya interviews mbalimbali ambazo tunakuwa tunazifanya hapa. Naamini kabisa utakuwa na enjoy, unapata ujumbe mzuri kutoka kwa wasanii tofauti. Tuambie tu kwamba pia kwenye comment hapo kwamba ni nani ambaye anayefuata, nani ambaye tumtafute tuweze kuzungumza naye hapa bana, au sio? Hii ni Misalaba Media, endelea kufuatilia Misalaba Media kama kawaida bana. Kwenye microphone hapa Captain Beka mwenyewe bwana, au sio? Bila kusahau bwana, ulikuwa na mimi Siska Frame. Design fulani kama umepoa hivi, yani umepoa. Weekend haijakuacha salama ndugu yangu. Upoaji bwana, sio upoaji muhimu, kuzingatia muhimu tu. Endeleeni kutufuatia kupitia all digital platform kote huko mjini kote. Tunafagia, sio? Sasa sisi tunasema tuko pamoja. We sign out. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg,
Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager. Kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.